Halmashauri imeendelea kuwezesha wananchi kiuchumi, makundi maalum ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kupitia mikopo ya 10% ya mapato ya ndani kwa uwiano wa 4.42 katika kipindi cha miaka mitano, ambapo tumefanikiwa kutoa mikopo ya pesa ya shilingi bilioni 2.4 kwenye vikundi vipatavyo 401. Mheshimiwa Mwenyekiti, jedwali linalofuata linaonyesha mchanganuo wa fedha hiyo hadi kufikia bilioni 2.4. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa TASAF, halmashauri imefanya utambuzi na uandikishaji wa kaya maskini sana katika vijiji 39 vilivyokuwa vimebaki awali na kufikia jumla ya vijiji vyote 102 vinavyonufaika na mpango wa TASAF wa kunusuru kaya maskini hadi kufikia Juni 25. Pia halmashauri imewezesha kaya zipatazo 10,142 kwa kuzipatia ruzuku yenye thamani ya bilioni 10.3 katika vijiji vyote 102. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niende kwenye sekta ya maliasili na uhifadhi wa mazingira, ambapo jumla ya miti milioni 6 tumefanikiwa kupanda jumla ya miti milioni 6,700,000 na 4,240 kwa kipindi chote cha miaka mitano. Kwa upande wa hifadhi ya wanyamapori, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kuimarisha usimamizi wa shughuli za utalii wa picha na kuwezesha ongezeko la mapato kwa 81% kutoka mwaka 2020 hadi kufikia 96% mwaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa eneo la upimaji na uendeshaji wa ardhi, tumefanikiwa kufanya urasimishaji wa viwanja na makazi ya kijiji cha Matufa, ambapo tumefanikiwa kupima na kujumisha jumla ya viwanja 1758 kwa wananchi wa kijiji cha Matufa, ambapo tulipokea jumla ya shilingi milioni 125 kutoka Wizara ya Ardhi na Maendeleo na Makazi kwa ajili ya zoezi hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri inaendelea na zoezi la maandalizi ya umiliki wa ardhi, ambapo maeneo ya mjini na vijijini na kuongeza idadi ya wamiliki wa hati kutoka 932 mwaka 2020 hadi 2173 mwaka 2025. Aidha, wananchi wanaendelea kuhamasishwa juu ya umuhimu wa kumiliki hati miliki, hasa wanawake na makundi yote ya wanyonge. Mheshimiwa Mwenyekiti, sekta ya sheria, kamati za usuluhishi za ngazi za vijiji 102 na kata 25 zimeimarishwa na kupunguza migogoro ya ardhi, biashara na familia kwa 35% kupitia upatanishi wa jamii. Wananchi 65,000 wamehamasishwa kuhusu haki za kisheria na wajibu wao wa sheria kupitia semina na kampeni za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa mipango na uratibu, halmashauri imetayarisha na kutekeleza mipango mitano ya mikakati ya maendeleo ya halmashauri ikijumuisha sekta za elimu, afya, kilimo, miundombinu na maendeleo ya jamii na kufanikisha 75% ya malengo yaliyowekwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, jedwali linalofuata ni mapokezi ya fedha. Kwa kipindi cha miaka mitano, halmashauri yako imefanikiwa kupokea jumla ya shilingi bilioni 244,976,688.2. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchanganuo wa mapokezi ya fedha hivi ni kama unavyoonyesha kwenye jedwali. Sekta ya manunuzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kutekeleza mifumo ya kidijitali ya manunuzi ya umma, lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeweza kutoa elimu kwa watumishi hasa ngazi za vijiji na kata, shule za msingi na sekondari pamoja na vituo vya afya. Pia zabuni mbalimbali zimeendelea kutangazwa kupitia mfumo wa NeST ili kuruhusu kila mwenye sifa kupata nafasi ya kuomba zabuni na kuondoa upendeleo kwa baadhi ya watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, hao ni mafanikio kisekta, lakini kulikuwa kuna karatasi iliyogawa ya pembeni ambayo ni mafanikio ya jumla. Naomba niasome kila moja, ambapo mafanikio ya jumla pamoja na tumefanikiwa kujenga vibanda 10 vya biashara katika kituo cha afya Magugu. Vibanda hivi vitaenda kuongeza mapato yetu ya ndani ya halmashauri, lakini pia tumefanikiwa kukamilisha ujenzi wa kituo cha afya Magawa ambayo ilikuwa ni hoja ya CAG. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kipindi cha miaka mitano, wizara yako imefanikiwa kukamilisha soko la mboga Nkaiti ambayo ilikuwa ni hoja ya CAG. Pia tumefanikiwa kukamilisha jengo la kilimo Mdoli
ambayo ilikuwa pia hoja ya CAG. Tumefanikiwa kupeleka fedha za miradi ya asilimia 40 kila mwaka kwa asilimia 40. Asilimia 100. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kununua magari 7 kwa kupitia fedha za magari haya ni pamoja na tipa 22, Land Cruiser 3, pickup Toyota 1, gari la majitaka 1 na Land Cruiser pickup 1. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kuongeza ukomo au wigo wa mapato ya ndani kutoka bilioni 1.6 hadi bilioni 3.9. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kupunguza madeni sugu ya mikopo ya asilimia 10 kutoka milioni 985 mwaka 2020 hadi milioni 79 mwaka 2025. Kwa sasa hivi imeshuka. Ni sasa sio 79, 73. Hiyo nilikuwa naelekeza mkurugenzi wasilale mpaka tufike chini ya asilimia ngapi? Yaani mpaka tufike hata ikiwezekana tumalize. Mpaka leo tuna karasha hili nasoma ni fedha zilizobaki nje, madeni sugu ni milioni 73 sio 79. Endelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kulisha chakula cha wanafunzi kutoka shule 46 mwaka 2020 mpaka shule 153 za serikali ambapo kwa sasa tunalipwa asilimia 100. Lakini tumeweza kupokea magari mawili, tumeweza kutoa magari mawili ya ambulance wagonjwa katika kituo cha afya Ngaiti na Galapa. Pia kwa ushirikiano wa wadau wa Chemchem tumefanikiwa kugawa baskeli za walemavu 171. Tumeweza kuboresha usafiri wa madiwani siku za vikao, kuja halmashauri na kurudi Babati. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeweza kufanikiwa kufanya ziara 4 za madiwani na wataalamu, ambapo ziara moja ilikuwa ni Dodoma, kiwanda cha Interco, ziara ya pili ilikuwa ni bungeni Dodoma, ziara ya 3 ni Kahama na Mwanza, ziara 4 ilikuwa ni Mtwara. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yako imepata hati safi kwa kipindi cha miaka 5 mfululizo. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri yako imefanikiwa kupunguza hoja za mkaguzi ambapo kabla ya miaka 5 tulikuwa na hoja zaidi ya 60. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuchukua fursa hii kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutupatia fedha za miradi kwa kipindi cha miaka 5. Pili, shukrani kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Babati mjini, Mheshimiwa Daniel kwa kazi kubwa anayofanya katika kuleta maendeleo jimboni. 3, shukrani kwa baraza la madiwani kwa ushirikiano wanaotoa katika kusimamia halmashauri. Pia nawashukuru kwa namna ya kipekee kabisa kwa wananchi wote wa halmashauri ya Babati kwa kuendelea kushirikiana na serikali kikamilifu. Kwa mimi nawasaidia kuomba. Ninajua mnaomba na mimi nitaendelea kuwaombea. Natamani kama ni mwezi wa 12, sijui mwezi wa ngapi, hilo baraza la kwanza tutakapokuwa tunakushana, basi turudi kama tulivyo. Na kwa upendo tulioishi pamoja, Mwenyezi Mungu atatusikia. Lakini alichokiandika Mungu ndicho ambacho kitafanyika. Kwa hiyo hata ikatokea tofauti na hiki tunachokiomba, tusione Mungu kwa nini umefanya hivi, tusimuulize. Kwa kuwa kila jambo anafanya kwa makusudi yake. Kwa hiyo nawashukuru sana 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 kwa zawadi mlionipa. Asanteni kwa wabariki. Na mimi nawatakia mjadala mwema na tutaendelea kuwepo kwa sababu yani ni mchakato unaenda kuanza. Lakini mchakato huu hautoeki mbali. Sisi ni wamoja. Tuko pamoja na tutaendelea pamoja. Kwa hiyo naomba hii leo ni hitimisho la kiserikali, lakini mahusiano yetu yako pale pale. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni. Lakini na mafanikio mengine waheshimiwa na mliomo humu ndani wataalamu
halmashauri ya wilaya Babati imejenga kituo cha afya Bashnet kwa mapato ya ndani ya halmashauri milioni 632. Hiki tuligeni kwa halmashauri. Halmashauri kujenga kituo cha afya kwa mapato ya ndani milioni 632. Hongereni sana. Haya ndio mafanikio ambayo, na pia malengo ya halmashauri, mipango ambayo tunatarajia kwenda kufanya. Tumenunua magari ya kutosha, lakini sasa mipango si lazima sisi turudi madiwani. Watakao rudi watakuta mipango kwa mkurugenzi mtendaji. Lazima tuanze kujenga hata kama ni moja vituo vya afya kwenye kata zetu. Halmashauri tumejipanga. Angalau kwa miaka 5 ijazo tujitahidi kujenga hata vituo 2 vya afya mwenyekiti. Ni mipango ya halmashauri yetu ya Babati. Hii ni kazi kubwa ambayo tunatarajia kwenda kufanya. Kama ni sisi, kama sio sisi. Na hii tungeomba sana. Ningeomba warudi madiwani hawa na Mungu asikie, ili tukafanye mazuri zaidi ya haya. Hongereni sana. Lakini fedha za miradi ya maendeleo kwenda vijijini. Halmashauri imegawanyika katika maeneo makuu matatu. Kwanza, 10% ya mikopo. Hili ni jambo la lazima. Lazima utende kwenye mapato yako ya ndani. Hata usipotenga, hata mwezi ukiisha, hata misemi watakuuliza halmashauri ya Babati hujaweka 10% kwa mwezi fulani, lazima uweke. Hili ni la lazima 10%. Lazima tutenge, na sisi tumetenga fedha nyingi za kutosha na watu wamepata mikopo pia ya kutosha. Lakini asilimia nyingine 40% ni ya kupeleka kwenye miradi ya maendeleo vijijini. Sisi kwa miaka 5 tumepeleka 40% ya fedha kwenye miradi ya maendeleo kwa kila mwaka, 100% kwa kila mwaka. Ni mafanikio makubwa sana, na Mungu awabariki sana madiwani pamoja na wataalamu kwa kazi ambayo wananchi wametutuma. Lakini tumeambiwa tumenunua magari tumenunua kwa muda mfupi sana. Ninamshukuru Mungu, ni kazi ambayo hata nikilala usiku nasema hivi ndio sisi halmashauri tumefanya. Magari 7. Kwamba gari la 7 wapendwa, labda nitaje kwa sababu nikiongea kutaja pengine madiwani mtajua yale ambayo sisi tunapanda kila siku na kusafirisha. Sisi tumenunua tipa tani 22 ambayo imejenga jengo hili la makao makuu. Soba matio yote roho matio ni kila kitu imesoba site na kuchukua vifaa kote kama ni Arusha inafaa. Lakini tumejenga hospitali ya wilaya kwa gari lile hospitali kubwa ambayo iko Mwanda. Na nyumba ya mkurugenzi na wataalamu ng'ambo ya barabara, kazi zote hizi zimefanyika gari hii. Kwa hiyo imefanikiwa kubwa. Hiyo ni moja ambayo tumefanya. Lakini tumenunua Land Cruiser Hato. Cruiser mpya Hato 3 kwa ajili ya kutoa huduma za ofisi pamoja na watu wanasafiri nayo na Land Cruiser 3. Lakini gari la pickup Toyota pickup nyeupe ambayo kwa wakati idara ya afya ambayo mkurugenzi alitumia kwa muda wakati gari yake ilikuwa mbovu. Hilo gari ni la 5. Lakini gari la majitaka. Gari la majitaka, wapendwa watendaji, maafisa elimu kwenye taasisi zenu, nyinyi ndio wakuu. Gari hili muitumie vizuri, mkachukue, mwingie ofisi ya mkurugenzi ndio wewe kwa sasa. Watambue wadau hao, maafisa elimu, taasisi yote iliyo ndani ya halmashauri ya Babati. Kuna choo ya kutoa majitaka na nini, muone unafua namna gani. Wenyewe wataalamu mkae, sisi tumeondoka miezi 6. Mkakae, mtafute unafuu wote kwa taasisi ambayo choo imejaa. Lazima gharama iwe nafuu kuliko watu wengine. Ndio gari la 6. Gari la 7 liko hatua ya manunuzi. Land Cruiser pickup mpya ambayo tumefanya pickup kwa ajili ya doria mwenyekiti. Wakulima wetu wanaharibiwa mazao kule pembezoni mwa hifadhi za Tarangire na nini kwa ajili ya tembo. Tumesema gari hii idara ya mali asili watatumia, lakini gari ya halmashauri tapanda kila moja, diwani, afisa yeyote, mtumishi yeyote anayehamishwa
Kama vifaa vyake au bidhaa zake sio nyingi sana, gari hii inaweza kutumika. Kama ni nyingi, tipa tunayo tani 22. Kuna neno gani? Kuna tatizo? Tumejipanga kwa idara hii kwamba lazima tuwe na magari ya kutosha, kwa maana huduma iwe inapatikana kila wakati na huduma bora. Tunataka huduma bora. Na mkiona hapo mwanzo wakati ninafunga nikasema tuna magari mengi, lakini yale mabovu yafanyiwe ukarabati ili na hiyo moja iondoke. Lakini na mapato ya ndani, wakati tunachukua usukani sisi kama mwenyekiti kuwa mwenyekiti, nilikuwa makamu, kuingia kuwa mwenyekiti, mapato yetu yalikuwa yanapatikana kwa mwaka bilioni 1 milioni 600, tukijitahidi 700. Lakini tumesukuma kutoka bilioni 1 milioni 600 hadi bilioni 3 na milioni 900 hadi bilioni 4. Ni kazi kubwa imefanyika, tofauti ya bilioni 2.4 ambayo madiwani hawa na wataalamu wamepambana inavyowezekana. Kusanya ushuru au kusanya mapato si kazi rahisi, ni riziki.